Mimi naitwa Cornel Kaspar Mbilinya, ni mwenyeji wa kijiji cha Rukira. Kunamo mwaka 1991 alifika mtu anaitwa Mahonjero. Walipofika hapa walitaka ardhi, lakini walikaa muda mrefu, tulikubaliana kwa sababu tulikuwa uchache wa watu wakati huo. Na wapi na eneo gani? Wakati Mbangamao hatujagawa. Mbangamao hatujagawa. Ilikuwa ile nani Ngadinda. Kutoka hapo wamekuja wakawa kabisa moja kwa moja. Ilipofika 2011 walikuja kukumbushia. Tulikata wananchi. Mbona mlikuwa wapi siku zote hizo? Imekuwa kwaje? Sema sisi yule. Nafahamu sisi kama tunavyojijua wenyewe. Ilipofika 2011 ndio tukaanza kujadiliana na yule huyu anaitwa Kirahama. Alikuwa amepima maeneo ya jirani sana huku hapa. Tuliwakatalia. Watu ni wengi zaidi kupita kiasi. Rudisha alama yako hii. Kwa weke nje ya Rubotoro. Rubotoro iwe ndani ya wananchi kwa sababu sisi tunataka kulima mpunga. Na Ndogota iwe mali ya wananchi kwa sababu tunataka kulima mpunga. Kutoka hapo tukapimia nje ya hapo. Tulikubaliana. Alikuwa nani? Kirahama. Kutoka hapo wakapima. Kweli waliacha ule mtiririko wa kupima ili eneo ambalo lilipimwa kwanza, waliondoa, wakaanza kupima upya kwenda kuweka mbele. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya mazingira wakati huo. Na nilikuwa nahudhuria vikao vyote wa kamati zote. Ilipofika imepimwa tayari, tukaja kwenye mkataba sasa. Utatufanyia nini kuchukua ardhi yetu hii kwanza sasa hivi na isipite miaka 3? Lakini hilo halikufanyika kabisa. Masheti hakutimiza mpaka kesho. Sasa huyu wa pili ndio tulivyotaka apite mle tulimohitaji yeye apite kwanza. Kwamba ameingia mpaka hapa jirani tena tulikomkatalia. Hii nasema si kweli. Hili ardhi naomba ibaki kama tulivyokubaliana yule Kirahama. Kutengua yale ya kwanza kupeleka sehemu ya mbele na ilifanyika. Leo cha kushangaza imerudi kwa wananchi kwenye wanamlima wananchi na wameshapata hati zile ambazo tulikubaliana na viwata. Sijui kama serikali itatusaidia, lakini naamini shindikizo zaidi serikali ndiyo inayefanya. Nyinyi watumishi wanayotumia huko, watumishi hao ndio wanafanya mashindikizo, tuwe tunashindwa wananchi kwa kusemea. Kwa jina naitwa Saru Raja Munjimu, mwana kijiji cha hapa Rukira. Basi akapewa masharti ili eneo wakati ule lilipimwa kimakosa, liliingia zaidi maeneo ya makazi ya wananchi. Wakati lile eneo lilikuwa limeshapimwa na wale maafisa ardhi kipindi kile wakafanya marekebisho. Sasa kumbe yale marekebisho ambayo walioyafanya walitoa tu yale mawe kusogeza ndani, lakini coordinate zile zikawa bado zinasoma huku. Kwa hiyo mpaka hivi leo inaonekana lile eneo mawe yako ndani lakini coordinate zinasoma huku. Sasa katika hili wananchi ndio bado hatujaelewa taratibu zipoje, au wenzetu huku juu sasa viongozi wenzetu hili jambo wanalionaje kama tulishafanya makubaliano hayo. Zile fata zile yale mawe yalikusogezwa kule isomwe. Ikiwezekana kama unaona kwa lile eneo, maana lile eneo inaonekana kwa limepungua kama ekari kama 3000 hivi kama na 100 na kidogo. Sasa katika lile pale tumesema kwa kama hivi basi tungeweza kuongezea kipande kingine ili iweze kutimia ekari 1050, kwa sababu kwa huku mbele tunakusema kwa anakoendelea kuna eneo ambalo tunaweza tukamuunganishia tukafidia ile ili huku ile eneo aache katika makazi ya wananchi. Christian Mapunda ni mkazi wa hapa kijiji cha Rukira ambacho anapatikana huyu mwekezaji Rukira Mix Farm ambao wanatamka ni Kirahama. Mimi kipindi nilikuwa mwenyekiti. Kufanya marekebisho ikaonekana kuna ekari karibu 3100 na kidogo kama na 200. Zile ekari ilibidi zibaki kwa wananchi kwa ajili ya matumizi yao. Na yeye aliridhia kwamba hizi ekari zibaki. Lakini kwa kazi waliofanya wenzetu wa ardhi waonyao kutekeleza walitoa ili kuaridhisha wananchi, wakatoa mawe tu wakapeleka sehemu ambayo wananchi wanahitaji, lakini zile coordinates zile ambazo zilikuwepo hawakuweza kuzirekebisha. Kwa hiyo wananchi walijua kwamba utoaji wa mawe huu tayari
wamekamilisha lile kijiji mbele, lakini wakati mwekezaji wa kwanza tulimpa taratibu kwamba kuna maeneo mengine wanatumia wananchi. Kwa hiyo nayo yalifanywa marekebisho. Tunaomba yabaki kama yalivyo. Usiendeleze yale, wewe endeleza mengine, yale usiendeleze, kusudi wananchi waendelee na huduma zao za kijamii. Na istoshe hata wananchi wenyewe kwa ujumla bado nao hawajafiki hilo, lakini wanataka lile eneo lao waliokubaliana toka kwanza libaki kama lilivyo. Kwa jina naitwa Sharifu Sulemana Geho. Ni mwananchi wa kijiji cha Rutukira. Wananchi tunataka maelekezo tulimpa mwekezaji wa kwanza na mipaka yetu ambayo tulimpa mwekezaji wa kwanza ndio tunaitaka sasa iwe ile ile. Sio ya sasa naisema hii hapa ya kwake. Sawa, lakini tunataka pale ambapo tunataka sisi Kipaya, Sagara Nyuma, Dwarakaeneko kwa mefahamu. Naitwa Flavian Joseph Ngerangera. Na kama alivyosema wenzangu kwamba issue iliyoko kubwa ambayo ndio sisi tunayelia nayo kwa sasa, tuweze kusema watu wa ardhi walitudanganya. Kipindi anasema naenda kufanya marekebisho, waliweza kutoa mawe tu na coordinate ikisoma mle. Baada ya kutoa mawe, sisi tukajua eneo liko huru. Kweli ikaonekana wajumbe tukao kuendelea kuwapimia wananchi na watu wengine tukao tunaendelea kupimia eneo hili tukijua kwamba tusiguse mawe ya mwekezaji. Kumbe tunaposema tusiguse mawe ya mwekezaji, lile eneo tunayejigawia na kujimilikisha na kuendelea kufanyia kama makazi. Kumbe mwenzetu lile eneo bado coordinate zinasoma mle. Sasa mimi hapo ninapoweza kuliongelea ni kwamba maombi haya sasa inabidi tuyafanyie kazi, na tayari tulishaongea na maafisa ardhi wa Madaba wakasema watalifanyia kazi hili jambo. Kwa hiyo ni kupushi tu mwisho. Kwa hiyo kwa sababu maombi yao ni 50, sina kizuizi wala kipingamizi kuhusiana na hilo. Hati sio msaafu, hati itengenezwa na serikali hii. Kwa hiyo serikali hii inaweza kabisa kurekebisha mipaka na kurekebisha hizo hati. Tunarekebisha mipaka kwenye hifadhi za taifa. Kweli tutashindwa kurekebisha kwa mwekezaji eneo lenyewe ambao wananchi walimpa? Hatuwezi kushindwa. Hapo sio mstaafu kwamba ni ubadiliki kweli, ndugu yangu. Wao wametengeneza hofu tu ambayo ndio maana hata yeye hawezi kuanza kulima huko ambapo wao wanafanyia shughuli.